Kwa kiuhalisia ili jambo limeandaliwa au jiwe vizuri Pastor Dickson, kwa sababu kwa staili hii kama tuna uwezo ama kama watu viongozi wa kiimani wenye jukumu la kuwashibisha watu imani kuhusu Mungu wao, kama leo wana uwezo wa kuwavisha waumini wao nguo ama sare za jeshi, ili ni hatari kwenye taifa letu. Watu wengi sana, mimi nilipigiwa simu na baadhi ya watu, ili jambo likoje, nikasema mimi mwenyewe naliangalia, lakini bahati nzuri wale waliokuwa wananipigia baadaye walinipigia tena simu. Tunashukuru jeshi la wananchi limeweza kutoa ufafanuzi juu ya hili jambo. Kwa hawa ni wahuni. Kama kiongozi wa nyumba ya ibada, ushanifahamu, anaweza kuvisha mtu sare ya jeshi, ushanifahamu, je, atashindwa kuwapa wao watu wanaovisha sare ya jeshi, anashindwa kuwapa mabomu? Jibu, ana uwezo wa kuwapa mabomu, kwa sababu kama mtu ameweza kusacrifice maisha yake kuvaa sare ya jeshi kwenda kujitangaza yeye ni mmoja kati ya wanajeshi, ashindwi kumpa silaha yoyote akaenda kufanya chochote. Kwa hiyo tuliombe jeshi la polisi, kwa sababu hili kwanza naweza jeshi la polisi kwanza. Yeah. Tuliombe jeshi la polisi, ushanifahamu, aulizwe, aujiwe vizuri mmiliki wa akaunti ile ya YouTube. Kwa sababu lengo sio kuwatia hofu wananchi. Kama una hoja zako za kwamba uchaguzi huu utaki wewe kwenda kusimama ni wewe, ila Watanzania 99% wanakwenda kupiga kura Oktoba 29. Ushanifahamu? Kwa kimsingi, huyu bishop nabii aulizwe. Leo kabla sijaja hapa na ndugu zangu, tulikuwa tunaendelea kufanya research. Tukaona ile akaunti ya YouTube asilimia kubwa inampinga rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukagundua kumbe hawa sio wanafanya jukumu la Mungu, wanafanya jukumu la siasa ndani ya kanisa. Ushanifahamu? Bahati nzuri mimi naweza nikazungumza tu, sitaki kufafanua sana huku kwa sababu mambo ya kiimani atakuja kuzungumza ndugu zangu. Tukiangalia imani moja haiko kwenye haya mambo, imani ya Kiislamu tunazungumza wazi. Hatuoni kwenye hii migogoro, na hata katika upande wa Kikristo sio madhehebu yote. Ni dhehebu moja tu ndilo lenye vita ya kumchukia tu Rais Samia bila ya sababu. Tukiangalia training ya hawa watu ni watu ambao, kwa sababu ukiangalia tokana kizungumza jamaa ni jambo ambalo huyo anayejiita Tesha, jina lake halisi sio Tesha. Anayejiita Tesha kitu alichokuwa anakizungumza, ushanifahamu? Ukiangalia statement yake alikuwa anaisoma, ina maana ni jambo ambalo yeye ameandikiwa. Na haya maneno tukiangalia, tunarudi kwenye maneno ya Polepole, tunarudi kwenye maneno ya Gwajima, tunarudi kwenye maneno ya Mange Kimambi. Ushanifahamu? Hii ni plani. Lengo lao kubwa hasa ni nini? Kuyazungumza haya, kuwaibua watu, kuwavisha nguo za sare za jeshi. Lengo lao ni nini? Lengo lao wanataka kupunguza attention siku ya uchaguzi. Ndio pointi yao kubwa. Lengo kwamba wapunguze attention ya watu wasiende kupiga kura, kwa sababu wakishavumisha maandamano automatically wanajua kabisa jeshi la polisi litashusha watu ili mradi kulinda amani, ili watu wasiendelee kuwa na hofu. Kuna baadhi ya watu automatically walivyo tu, wengine wakimwona mtu kavaa, yaani wakimwona polisi au jeshi limesimama sehemu fulani anakuwa na hofu tu, kwa kwenda kupiga kura anakuwa haendi. Na wao wanajua kwamba ili tuweze kufanikiwa kwenye misheni yao wao, ili waweze kufanikiwa kwenye misheni yao, kina Polepole, kina Gwajima na kina Mange Kimambi na baadhi ya wabunge waliokatwa, ili nalizungumza kiuhalisia kabisa, na baadhi ya wabunge waliokatwa, ushanifahamu, nitakuja kulifafanua tena mbele kidogo, ndio wanaoshiriki hizi mission, ndio wanaoshiriki hii michezo michafu ya kuwatia hofu wananchi. Hapa wanajua kabisa upande wa serikali na viongozi waliokuwepo ndani ya serikali na viongozi ambao watu ambao wanadini na mambo ya kisiasa hawatakuwa na hofu, ila watu wasiodini na siasa wakiona hizi drama automatically wataogopa, watashindwa kwenda kupiga kura. Ndio lengo lao. Kwa attention yao kubwa wanachokitengeneza kama nilivyozungumza mwanzo ni kwamba wanapunguza pressure ya wananchi wasiende kupiga kura, kwa sababu wameshajitahidi kila upande. Walianza hizi mikakati, imeanza mbali sana jamani. Walianza kudili na Mbowe kwanza. Hao naweza nikawachanganya kidogo. Walianza kudili na Mbowe, wakafanikiwa kumngoa Mbowe kwa sababu target yao wampitisha Tundu Lissu. Unafahamu? Walipoenda Tundu Lissu walienda kuwageuka na kufanya drama za tofauti. Wakaona hapa tunafanyaje sasa? Tunachokifanya sasa hivi tuhakikishe tunamchafua Rais Samia. Ndio jukumu lao kubwa. Wakamuhonga yule binti yule kahaba anayegeuza kule Korea, anajiita Nangu Asunani, anajijua mwenyewe. Ushanifahamu? Nani? Japani. Anaitwa nani yule? Rachel Dango. Wakamuonga yule, kwamba yeye wamempa kazi special tu. Wewe tukana, tukazi yako ni kutukana tu. Wewe kila siku kiamka mtukane tu kiongozi.
Ushanifahamu? Haya, Mange Kimambi wewe kazi yako itakuwa ni hii. Polepole wewe kazi yako itakuwa ni hii. Na hawa kuna watu wanaosponsor, tunaiomba serikali, tunaliomba jeshi la polisi, tunawaomba sana fanyeni uchunguzi wa kina. Kuna kitu kimejificha nyuma ya pazia. Polepole kwa nini apate nguvu? Gwajima kwa nini apate nguvu? Haya, leo hii tunakuja kuona leo hii wahuni kama hawa wanakuja kujivisha sare za jeshi, kwa sababu ukiangalia ile nembo na ile kofia unajua kabisa ili jambo limeshonwa, hii nguo imeshonwa. Na ukiangalia mkolezo wa zile sare unajua kabisa hizi sio sare zetu, zimeprintiwa sehemu, zimeletwa. Ukiangalia hapa palipoandikwa jina, ukiangalia ukichunguza kwa makini, shida kwamba wanajua kabisa Watanzania hawataingia indipo kuchunguza. Niambie mwanajeshi gani nyuma yake au anaweza kwenda kurekodia jambo kwenye kanisa? Mshanifahamu? Mwanajeshi gani anaweza akakubali akazungumza nyuma kabisa kunaonekana uwazi? Walijiaminisha kwamba wameweka pazia kwamba vitu vya nyuma havitakaa vikaonekana. Nyuma tumeshasema kulikuwa na mixer, alikuwa kwenye ukumbi amejibana sehemu, akaanza kuzungumza na muda wote. Kwa sisi wataalamu wa kamera, yule mtu alikuwa atizami kamera, muda wote alikuwa yuko hapa anasoma yale maagizo aliyoandikiwa. Tufikia hatua hao watu wasirudi nyuma. Hao watu wasirudi nyuma, na tuwaombe wananchi wenzetu wanaowajua hao watu, tutoe taarifa. Kama leo ana uwezo wa kuvaa sare za jeshi, kesho huyu mtu ni hatari kwenye maisha yako. Anaweza ukajivisha bomu akaja kamaliza watu, anaweza kaenda sehemu akafanya machafu. Mshanifahamu? Kwa kimsingi kina Mange Kimambi wanachohangaika kuhakikisha wanalichafua jina la Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi kama vijana wa Tanzania tunachokisema ni kwamba hatutayumbishwa na kigaragosi chochote, hatutayumbishwa na mtu yeyote aliyebemendwa, kwa sababu asilimia kubwa na wafanya vitu ni wale waliobemendwa. Wale ndio tatizo kubwa hili linalotukuta kwenye taifa letu. Hao wamebemendwa, hao wanaofanya hii michezo hii. Kwa kimsingi tunachojaribu kukisema, hatutamwangusha rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hatutaiangusha serikali yetu, hatutawaangusha wananchi wenzetu. Watanzania wote kiujumla tujitokeze kwenda kupiga kura, tusichanganywe na watu walioshiba. Hawa ni watu wenye tamaa, ukiwauliza nini tatizo hawana hoja ya msingi. Tumezungumza hapa kama huyo Polepole alikuwa mbunge, atuambie alifanya nini. Alikuwa mkuu wa wilaya kwao, atuambie alifanya nini. Wengine atakuja kuwazungumza Yona, wengine atakuja kuwazungumza nani, ndugu yangu Alfa Ishai, atuambie. Na huyo nani huyu Bishop nani Gwajima, atuambie yeye alifanya nini. Mange Kimambi alikuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, ndani ya Chama cha Mapinduzi kipindi hicho alifanya nini? Ushanifahamu? Hao wote wanatafuta attention kwa sababu mpaka sasa hivi wameshakata tamaa na maisha yao, hawajui wanachokitaka. Wanataka kumwaga damu za Watanzania kwa sababu hao wenzetu washazoea kafara. Niwaambieni tu ukweli, hao wanaotaka kumwagia taifa limwagike damu wana waganga wao. Nawaambia ukweli huu, hata kama mkinipuuza nawaambia ukweli, wana waganga wao na wameshakula masharti kwamba lazima unapofika kila mwisho wa mwaka muhakikishe mnamwaga damu za Watanzania. Kwa wanachotaka, wanawachochea Watanzania ili imradi watu wakamwage damu, wakaanzishe vurugu, damu zimwagike ili ajenda zao wao ziweze kutimia. Hoja yangu mimi ni moja tu. Hivi wewe kipindi Tundu Lissu ni mbunge, kipindi anaingia bungeni, wewe ulikuwa unapata faida gani kwa Tundu Lissu? Tumeona alikuwa jimbo la Singida. Wana Singida wana ushahidi, hakuna kitu cha maana alichokifanya. Nitamtaja mtu ambaye hausiki hapa, Mbowe. Tumeona kwenye jimbo lake lile. Kuna kitu gani kikubwa kilichofanyika? Hakuna mtu yeyote. Wakitoka Ikulu hao, wanawaita nyinyi ambao mnataka ule mkaandamani. Na wauliza vijana wenzangu, msikubali kutumika na vipeperushi vyenye kutumia waganga wa kienyeji. Mange Kimambi nguvu yake ya kutoka na wazungu kule imeisha. Niwaambie tu ukweli. Ameongea na mganga wake, hakikisha unahamasisha watu wapoteze damu, utapata nguvu. Kwa sababu wengi hao ni washirikina, wamejificha nyuma ya dini, lakini kiuhalisia wana mambo yao ya siri. Kwa sababu mtu aliyokuwa kwenye dini kidhati hawezi kukubali muumini wake kupingana na serikali yake, hawezi kukubali kumhamasisha muumini wake kwenda kuvunja amani. Lazima Watanzania wa kawaida waone ni namna gani wanalilinda taifa lao. Moja, Polepole hana familia, naendelea kuwakumbusha, hana mke, hana watoto, hana chochote. Kwa hiyo taifa likivurugika hana shida. Muhaini Tundu Antipas Lissu, mke wake yuko Belgiji amefichwa, watoto wake wawili ambaye ni Agostino
na Edward Bulale. Tundu Lissu wako Marekani, ni raia wa Marekani, maana yake yeye hana cha kupoteza. Likitokea la kutokea, na passport, anatafuta visa, anaondoka. Mange Kimambe yuko Marekani, maana yake yeye kila siku na hao wengine ambao wanakaa nje ya nchi na familia zao ziko nje ya nchi wanatamani taifa hili lipigane na vijana wa nchi wapigane. Lakini bahati nzuri kitu ambacho kinatusaidia ni kwamba Watanzania hawa wa kawaida wana marafiki zao Kenya, wameshuhudia kilichotokea Kenya, Gen Z, wamezikwa vijana wengi sana. Kwa hiyo vijana wa Kitanzania hawawezi kuingia kwenye nani ya kijinga kama hii ambayo inatengenezwa na watu ambao wako nje ya nchi, lakini ambao wana be sponsored na mataifa makubwa sana. Lakini niwahi kuwakumbusha siku moja, wenzetu hawa alipoingia Daktari Samia Suluhu Hassan alikuta kuna watu wamepata pesa za asylum seeker ambaye ni wakina Tundu Lissu, wamejificha nje ya nchi, walikuwa Ubelgiji, alikuwepo Wenje kile kinachopiga kelele na wengine. Lakini mwisho wa siku Rais Samia akasema hapana, akatengeneza 4R, akasema hebu wa Tanzania wote tujenge taifa letu. Kajenga 4R, akawaita wapinzani, akataka kuzungumza nao, akasema muda wote wampigie simu wakihitaji waonane naye. Lakini wenzetu wakakengeuka, wakaona hawezi kupata hela kutoka nje ya nchi kwa sababu wamezoea haya mambo, na ndio maana wakaanza mikakati midogo midogo. Cha kwanza yule jamaa yuko Muhaini yule akaanza kusema anataka kukinukisha, akakataa 4R za Mheshimiwa Rais, akasema yoyote anayefikiria kugombea udiwani asahau, anayefikiria kugombea ubunge asahau, hata yeye alikuwa anataka kugombea urais asahau. Kwa hiyo akasema kwamba tarehe 29 Oktoba hakuna uchaguzi. Kwa hivyo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vikafanikiwa kumchukua, kumweka. Wakaona haitoshi, wakamtumia mchungaji feki Gwajima, naye akaja. Hao wachungaji hawa wa Pentecosti wengi hawa hawapitii taratibu za kichungaji. Yaani ni mimi leo nimechoka, familia yangu, maisha magumu, naondoka nashika maiki barabarani kama rafiki yangu shasema, baadaye nakuwa mchungaji najiita, na nikiweza kuhubiri na kuwadanganya watu kama anavyowadanganya Mange, napata wafuasi, basi napata chochote. Sasa hao wachungaji sasa hivi wameshagundua kwamba kumbe mtu pekee ambaye wanaweza kumtolea mambo ya uongo kila siku, kutunga stori za kutunga na kutafuta watu hao wakinatesha captain ni Dr. Samia. Kwa hiyo haya mnayoona yana trendi, sisi wengine tunayafahamu, na ndio maana juzi waandishi wa habari mmemwona John Heche akienda Tarime, na yuko Tarime, lakini amekutana na viongozi wa chama cha Safina cha Kenya, Nairobi, Kenya. Unajua baada ya kutaka kujiassociate na ODM imeshindikana. Sasa wamejiassociate na chama cha Safina na viongozi wa Safina eti wapate Gen Z ili kuja kusababisha mitafaruku nchini. Wameanza na mwendo kasi. Mgawa amekamatwa, mwenyekiti wa jimbo la Kibamba yuko ndani na wengine watatu wako ndani. Bahati nzuri serikali ikachukua maamuzi magumu ya kuongeza mabasi pale, lakini utaratibu wa kawaida unaendelea kufanyika na hatua za kisheria zimechukuliwa. Rais ambaye ni mteuzi amewaondoa wote wale watendaji, mtendaji mkuu wa DART na mkurugenzi wa UDART, wote wamewekwa pembeni, wamekuja wapya wajaribu kuona matatizo gani ambayo yalikuwa yananishwa pale ili kuweza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo hao wenzetu sasa, ambacho nataka kuzungumza ni nini? Hao wenzetu hawajalala. Jeshi letu la polisi liendelee kuwa macho, kwa sababu hii trend leo bado siku 24 ili uchaguzi ufanyike Oktoba 29. Wametoka kwenye trend ya mwendo kasi, wameenda kwenye trend ya Captain Tesha. Aidha wamemvika mavazi, alikuwa kanisani, awe mwanajeshi, alifukuzwa kazi, hayo sisi hayatuhusu. Lakini hizi trend mnaziona, jeshi letu lazima muangalie. Hawa watu wako tayari hata kulipiwa baadhi ya majengo. Kama wanakumbuka, msemaji wa jeshi la polisi Misime anakumbuka, tarehe 29 ilikuwa mwezi wa 9 mwaka 2021 ndani ya Kingdom of Terry Mwanza, aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Taifa, sasa hivi ni mstaafu, aliandaa kongamano la katiba akiacha maiti nyumbani ya baba yake Machame, ili tu ionekane jeshi la polisi limemkamata kwenye kongamano la katiba. Lakini kumbe ulikuwa ni mchongo ambao ameshagundua kwamba ana kesi ya kujibu na wanaenda kumkamata. Akatengeneza Kingdom, wakina Mnyika pale wakatengeneza uongo ili Watanzania wasijue, wafukie mashimo. Kwa hiyo haya yote matrendi ambayo mnayaona yanaendelea kutokea kwenye serikali ya Dr. Samia yameanza muda mrefu, lakini mwisho wa siku sasa hivi tuna siku 24 ngumu. Lakini naamini jeshi letu limeshagundua sasa, baada ya kujitokeza huyu tapeli Tesha, mimi naamini itachukua maamuzi magumu. Wako tayari hata kulipua majengo, lakini
mwisho wa siku ninaamini vijana wa Kitanzania hawawezi wakaingizwa kingi na wahuni. Kuna baadhi ya professionals nimeona wameingia wana comment kwenye mitandao ya kijamii. Naombeni niwaambie, leo likitokea la kutolea, sisi tuna familia zetu hapa nchini. Ninyi professionals, familia zenu ziko nchini, hawa wenzetu familia zao haziko hapa nchini. Lakini mwisho muangalie trendi ya huyu anayejiita Captain Tesha. Hebu ninyi waandishi wa habari fuatilieni vizuri. Story ni zile zile za Polepole, Gwajima na Mange Kimambe. Sijui tuna watu wazalendo sana, wakina Butiku, kina Warioba, sijui na nani. Niwaambieni ukweli ni kwamba huyo Warioba ni ninyi watu wa Dar es Salaam labda na watu wengine. Lakini si mkoa wa Mara mwaka 95 tulimfukuza kwenye ubunge na tukampa Wasira. Kwa sababu Warioba tuliamini hawezi kujenga hata choo. Yaani amekuwa waziri mkuu na ni mbunge wa Bunda, ameshindwa kufanya chochote. Kwa hiyo hapa ndio mnamdanganya mzalendo, si mzalendo wa nini? Huyo Polepole anawapa advantage au wapinzani kwa sababu walimtuhumu kipindi cha John Pombe Magufuli kwamba wao ndio walisababisha mauaji makubwa. Walikuwa wanatuhumiwa. Sasa anawapa advantage. Walimpiga risasi sijui huyo muhaini. Wao ndio wanawapa advantage ya watu. Na haya mambo mnayaona, Chadema wanatengeneza mikakati ya kuteka watu maarufu, kuteka vijana wao ili tu ionekane ni serikali. Mwaka 2012 wamezindua haya mambo na yapo kwenye written kwenye kitabu cha Dr. Slaa ambaye alikuwa katibu mkuu, makamu mwenyekiti wao, mgombea urais, na amekuwa padri, amekuwa sijui mwenyekiti wa baraza la maskofu. Kwa hayo mambo yote huyu mtu ana akili timamu, ndio maana ameandika kwenye kitabu chake na ametoa maelezo, sio written tu. Ameongea na vyombo vya habari kwamba hao watu wa Chadema ndio watekaji na ndio wanafanya haya matukio kwenye nchi hii. Kwa hiyo matukio yote mnayaona na wanakuja kutokea wakina Tesha. Naomba Watanzania wenzangu, mimi niwaambieni, tarehe 29 mtashuhudia huo umati wa watu mnaoona unampokea Dr. Samia, unampokea mgombea mwenza, unampokea rais wa Zanzibar, unampokea makatibu wakuu wa jumuiya za Chama cha Mapinduzi, umati mkubwa unampokea Dr. Samia mikoani. Huo umati unaenda kutiki. Na ndio maana Watanzania mnatakiwa muelewe, Amiri Jeshi mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi na usalama Dr. Samia Suluhu Hassan amesema jitokezeni mkapige kura, mkimaliza kupiga kura rudini nyumbani ili msubiri matokeo. Haya mambo mengine ya sijui turudi kwenye mazungumzo, unarudije kwenye mazungumzo watu waliokataa, walisema wataki uchaguzi. Na sisi Tanzania tuna vyama 18, vyama viko kwenye uchaguzi na vinashiriki uchaguzi na tunaamini vyama vyote viko sawa. Haya mambo yenu ya kusema kuna huyu mkubwa, huyu mdogo, hayo ni mambo yenu. Lakini mikakati yao ya kutumia makanisa ya Kipentekosti kudanganya na kutoa ushuhuda wa uongo, mimi naamini hayo mambo hayatafanikiwa. Kumekuwa na trendi ya kutaka kuwatumia vijana kuharibu mfumo wa nchi. Kwa nini nasema kumekuwa na trendi? Wamepambana sana kuwatumia vijana, wana comment na kuongea kwenye mitandao. Wamegundua kwamba wamefeli. Wakaja na trendi, wameenda kutaka kulazimisha, wakaingia kwenye mfumo wa vyama vya siasa, wakaokota baadhi ya vijana, wengine wakawalaghai. Sasa hivi wanaishi kama wenda wazimu huko nje na Sativa. Sasa wameona nguvu haitoshi. Hivi juzi walijaribu kufanya jambo kwa kutumia vijana. Tunashukuru jeshi la polisi limewakamata walikuwa wanafanya ile jambo, waratibu wake. Tumeambiwa bwana Mgawe ambaye amekuwa akiwezeka tu kutafuta madaraka katika jimbo la Kibamba amefeli na hana huo mvuto kwenye jimbo la Kibamba. Kibamba amepata mbunge ajaye huko Angela Kairuki. Lakini hapa tunazungumzia huyu Mgawe alichokifanya na hao vibaraka waliomtuma kufanya vurugu kwenye mwendokasi, alikuwa jambo la msingi. Na tunamwambia kwamba hivi vijana wa Tanzania wameandaliwa na wamepikwa. Ngoja niwakumbushe vijana ni namna gani vijana wa Tanzania wamepikwa, wameandaliwa. Serikali hii ambayo imekuwa kiongozwa na Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu imefanya mambo makubwa sana katika elimu. Rais Kikwete akiwa madarakani alianzisha uwepo wa shule za kata. Shule za kata zile leo zimepata matokeo chanya. Kila nyumba leo hakuna kijana ambaye hajafika form 4. Kila nyumba leo hakuna kijana amefika form 6. Leo tunaona shule za kata ndio zinaongoza kwa kutoa division 1. Ina maana degree ziko nyingi mtaani kwa matokeo ya nchi yetu. Sasa wanafikiri vijana ni wenda wazimu, wanaweza wakawasikiliza wakafanya vurugu katika nchi hii. Tunashukuru serikali yetu kwa kurudisha elimu ya uzalendo kwa vijana wanaomaliza kidato cha 6.
Nataka niwaambie hao wanahangaika kutoka huko kwa ugaibuni, wanaofadhiliwa pesa na wazungu, ambao kitu kidogo tukikifanya cha maana kwa maendeleo ya nchi, utasikia bunge la jumuiya fulani la bara fulani limekaa. Bunge litakaa na mtakaa na mtasugua matako, lakini vijana wa nchi hii hawako tayari kwenda barabarani. Kwa sababu nawaambia vijana wote ambao wamepita kwenye kambi zote za JKT kwa ajili ya uzalendo, wako tayari kuilinda nchi yao kwa gharama yoyote ile. Sisi kama sauti ya vijana pia hatuko tayari kuona taifa linateketea kwa gharama yoyote. Ametajwa mtu kama anaitwa Mange, amekuwa ameshika remote kama yeye anacheza game, anacheza PS5 kuwaendesha wenda wazimu. Tunawashukuru ambao walielewa hilo jambo na sasa hivi wamerudi kwenye mstari ulionyooka. Kuna kijana wangu mmoja alikuwa huko Chadema anatumika, sasa hivi yuko sawa, ameenda Chauma. Mungu amlee, amsaidie James Mbowe. Kaachana na mwenzie na Malisa anatumika, ambaye sasa hivi kapewa safari ya kwenda nje huko. Kuna vijana wengi tena anaandika mtandaoni, mimi nashukuru nimepewa nafasi kwenda Marekani no, wanakwenda kujengewa uwezo kwa ajili ya kufanya vurugu nchini. Wanataka kuattempt kuwafanya vijana wasitoke katika kupiga kura tarehe 29. Tarehe 29 vijana wa Tanzania wanakwenda kuudhirishia umma kwamba Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ndiye kiongozi anayefaa kutuvusha kati ya miaka mingine mitano. Wengi tunajua tulipotoka, tulitoka kwenye uchumi ambao kila mwananchi alikuwa hana kitu mfukoni, vitu havinunuliki. Leo angalau tunasema mabarabara yanajengwa na watu wanakula wali kila siku jioni. Mabarabara yanajengwa, Selebonge bilioni linaisha Ijumaa. Ni nchi gani hiyo ambako utakuta mabanda ya chips kila mahali watu wanakula? Waende Sudani wakajionee, waende Ethiopia. Nchi ilivyo inasifiwa na GDP kubwa, lakini watu wamekonda, hawana afya. Vijana wa Tanzania wana nuru. Nchi hii ndio ina uwezo wa kuchukua vijana waliomaliza kidato cha 6 nchi nzima, ikawaweka kwenye makambi, ikawalisha bure kwa miezi mitatu kujifunza uzalendo. Nani anaweza katika bara hili la Afrika? Leo anatokea mtu mmoja ambaye amekutana na hao wachungaji feki, hajasoma hata theology. Ameamka usiku, amepata girlfriend, anaenda kumpa, anakwenda barabarani na speaker, anajiita mchungaji. Anamchukua kijana, anamwambia jitetesha. Sijui kama watu wachaga wa Uhuru wanatesha mwenda wazimu kama yule. Tesha anajifanya yeye ametoka TPDF. Katika majeshi ya ulinzi barani Afrika, JWTZ ni moja ya jeshi imara kuliko wewe. Na ni moja ya jeshi ambao linaandaa vijana wake katika mfumo mzuri. Tesha anajifanya amepita cadet Munduli kama ana nyota 3. Yeye ni kapteni ameutoa wapi? Kama yeye ni mwanaume leo, atuonyeshe picha akiwa Munduli anafanya kazi za cadet. Kama yeye ni mwanaume anasema yeye ni mwanajeshi, Captain Tesha. Kama yeye ni mwanaume, amependa mafunzo ya mgambo, anavipicha vyake vya mgambo, halmashauri anakuja kutuambia sisi kwamba eti ni Captain Tesha, nchi inafanya wewe. Hii nchi iko salama kuliko mnavyozani. Sasa nimetoka mimi leo kusema, niwape onyo. Hii nchi iko salama kuliko mnavyozani. Na vijana katika makundi yote, sio vijana wa Chama cha Mapinduzi, sio vijana wa kanisani, sio vijana wa Chauma, sio vijana waendesha bodaboda ambao wanategemea wakitoka ndio wale. Nani atakwenda kuandamana? Sio vijana ambao wauza chipsi na masarange pale Magufuli stendi, masarange pale una Msamvu, masarange pale Moshi, masarange pale Arusha, na kutaja hapa vituo vya daladala vimeshika vya mabasi vimeshika vijana ambao wanajitafutia ugali leo kila siku. Sasa huyu mchungaji ambaye ameamua kumdhamini huyu kijana, mimi nataka kusema wazi tu, wajibu wako usipepese. Kama wewe mwanaume si utoke mbele. Kwa nini unatumia vichungaji vyako? Ulimtuma Mwana Mapinduzi, show imemshinda akakimbia. Mmetengeneza attention ya kwanza ya kupiga mawe kwenye mwendo kasi, mmeona imefeli na vitu vimetoka, Moffat ziko barabarani, mmeanatafuta ajenda nyingine ya kuatisha watu.
Kama nyinyi wanaume mkazipiga zile mofati za green pale barabarani kwenye mwendo kasi. Sasa mnakuja na kwamba kuaminisha watu kwamba eti jeshi halina mahusiano mema na serikali iliyo madarakani. Tunaamini jeshi letu limeapa kuilinda na kuitetea nchi, na wanameapa kutulinda na kutetea sisi, akiwemo amiri jeshi mkuu. Moja ya kiapo cha msingi kwa askari wa Tanzania ni kumlinda na kumtetea amiri jeshi mkuu, na amiri jeshi mkuu nchini yuko mmoja, Daktari Samia Suluhu Hassan, mama Kizimkazi. Narudia kwa kusema nyie mmeingia choo cha kike. Wazalamu wanasema mmeingia msito mwenye mbago, ukiingia huko ukitoka mshukuru Mungu. Huyu mtu anayejiita Humphrey Polepole, si jina kama langu alipata wapi? Nataka niwaambie ni hivi. Polepole amekuwa kiongozi wa TYC, Tanzania Youth Coalition. Ofisi zake zilikuwa pale mtaa wa Kachube. Vijana waliokuwa wanajihusisha na TYC tunajua ni namna gani Polepole alianza kuwa mdhalimu wa kuchukua fedha kwa wafadhili na kuwatumia vijana wasipate pesa. Polepole akatoka hapo akajipendekeza kwenye midahalo wapi. Bahati nzuri Kikwete akamwonea huruma, kupitia yeye kuwa kiongozi kwenye NGOs akapewa nafasi kwenye uundaji wa katiba. Polepole kwenye katiba alikuwa analipwa 350,000 kwa siku akiwa mjumbe, na amefanya kazi ile zaidi ya miezi mitatu kuzunguka na kina mzee Warioba, ambao hao walikuwa wajiita wazalendo. Wamepewa Land Cruiser nyeupe, nyumba mpya Masaki, kuzunguka nchi nzima kwa ajili ya kutafuta katiba mpya. Likawashinda hilo jambo, pamoja kuwa walitumia rasilimali za nchi. Polepole, Warioba na babu yao Butiku walipewa kazi hiyo, ikawashinda. Polepole akachukua mabilioni, akaenda na bungeni akachukua posho za kutosha, wakatengeneza mchezo walichokiandaa wao, wakikataa, wakasema sisi tunataka serikali. Kumbe wao wameandaa lengo, walitaka mchakato ule uendelee na wao waendelee kuwa wajumbe. Wao wanagonga zile posho, wamegonga zile posho. Hesabu ndugu yangu muda ambao Polepole katoka hapo akaja, basi haya CCM wakamuona, wakampa kibarua cha kuwa mwenezi, kapata wenezi. Polepole alikuwa very corrupt katika kuhakikisha majina, anawadanganya watu anaweza kupitisha majina. Akatoka akachomolewa kwenye wenezi, kapewa ubunge, akaokota mahela kwenye ubunge. Ameshiba, ana mke, ana mtoto, ana demu, zaidi ya kukutwa na mafuta chumbani kwenye kesi yake ya mwisho aliyokamatwa. Lakini mahela yote kakusanya, haitoshi. Ndio tunajiuliza hivi, hawa vijana ambao wamepotoka Dar es Salaam kwenye mitandao ya kijamii, ila wanapata wapi? Kati kuna vijana mashababi wanafanya kazi, lakini hawa vijana wanafadhiliwa na nani? Kumbe ni mlango huo. Hela zikitoka huko wakichota mahela wanawapa kuzidi kuharibu vijana wenzetu. Vijana wa upinde hawa, sio kina Tatalila, sio TT, sio nani hao wote hao. Wamepata hela wapi? Yeye akatoka hapo kapata posti ya kuwa balozi Cuba, kapata hela posho, muda wake umeisha na hela zake ameingiziwa. Sasa amepata kazi ya kuchafua nchi, kaidiwa vitu ambavyo hawezi kuvipata tena kwenye nchi, bali anaendelea kuishi kama mkimbizi huko Ubelgiji, Cuba hayupo. Mahusiano ya Tanzania na Cuba ni makubwa mno. Ndio maana hata vijana wanakuambia, ukiwasikia vijana wanakuambia sisi tumesoma Cuba. Maana yake hata vijana wa Tanzania wanajivunia Cuba kwa sababu mahusiano yetu toka mzee Fidel Castro na Mwalimu Nyerere ni mazuri mno. Vijana wetu wanasoma Cuba, wa Cuba wanasoma hapa, tukapata mpaka mwalimu wa ngumi kutoka Cuba hivi karibuni. Kwa hiyo yeye amekwenda kujificha kwa nchi ambazo zinamfadhili. Anachokifanya tu anatumia AI, anaedit video, anawadanganya watu yuko Morogoro, yuko nchini, yuko wapi. Kama yeye mwanaume anatumia green screen, muulize. Anatumia green screen kwa nini? Video zake. Asitumie green screen, atoe actual. Sawa. Mimi ni hayo tu. Nasema Polepole umeshiba. Sasa unaharisha.